dai nafasi yako kwenye ulimwengu wa roho. Mungu ndiye hai kwa neno lako. Ninakusihi kwa ajili ya kila mmoja ambaye Mungu ulimpa nafasi kwenye ulimwengu wa roho, lakini adui amemnyang'anya, lakini adui amemfanyia hila. Kwenye familia yeye alikuwa ni nyota inayowaka, lakini adui amefunika nyota yake. Kwenye familia alikuwa na kibali, lakini ghafla amepoteza kibali, ghafla amepoteza mahusiano. Wewe chumba waliokuwa wanamtafuta, ghafla amepoteza mahusiano. Bwana Mungu wa Ibrahimu, zile ofisi zilizokuwa zikitafuta kwa kazi, ghafla wamepoteza mahusiano. Amepeleka barua za maombi, hakumbukwi. Anasikia marafiki zake wameitwa, anasikia marafiki zake wameachiliwa, lakini yeye hakumbukwi. Ni nani atamkumbuka baba huyu? Ni nani atamkumbuka baba huyu? Ni wakati mbingu zinatakiwa sasa sisimame upande wake, sisimame upande wake, sisimame upande wake. Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, Mungu uliye hai, tuko kuomba kwa ajili ya nafasi za watoto wetu kwenye taifa hili, nafasi ya kanisa kwenye taifa hili, nafasi ya uchumi kwenye taifa hili, nafasi ya uchumi kwenye taifa hili, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo nguvu, pokea hiyo uweza, pokea hiyo mamlaka, pokea hiyo baraka, pokea hicho kibali cha kwenda kwenye nafasi. Bwana akupeleke nafasi ya kuolewa, nafasi ya kuoa, nafasi ya kupata kazi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho ya uchungu peka, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natangaza sasa vifungo vya kipepo achia, vifungo vya laana achia, mapando ya uharibifu achia. Matangazo ya mauti yaliyotangazwa kwenye familia hayatagusa uzao wako, hayatagusa watoto wako. Pinga ile laana, pinga ile magonjwa yanayotembea, pinga ile roho ya umasikini ya kutafuta kazi upati, pinga hiyo roho. Hautakuwa sehemu ya hiyo laana. Kataa, 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 kataa. Baba, sitakuwa sehemu ya hiyo laana, sitakuwa sehemu ya hiyo laana ya kukataliwa, sitakuwa sehemu ya hiyo laana. Kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, ninajiondoa kwenye hiyo laana, ninajiondoa kwenye hiyo laana, ninavuruga vuruga kila mipango ya kipepo, ninavuruga vuruga kila mtawala wa kichawi, ninavuruga vuruga kila maandalizi ya nguvu za giza walionuiza juu ya yule mama, walionuiza juu ya yule dada. Kwa jina la Yesu, hicho kichwa kinachomuuma kisicho na mwisho, hiyo tumbo linalosumbua isiwe na mwisho, huo uvimbe uliokaa usiwe na mwisho. Kwa jina la Yesu natangaza uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji, pokea uponyaji kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza sasa nguvu za Bwana, 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 nguvu za Bwana. Zingira watoto wako kwa damu ya Yesu, zingira uchumi wako kwa damu ya Yesu. Tangaza malango ya biashara kufunguka, tangaza malango ya mahusiano kufunguka. Kila kibali kilichopotea kirudi, kila kibali kilichopotea kirudi kwa jina la Yesu Kristo. Lile wazo la kuoa ghafla limepotea ndani yako, lirudishe kwa jina la Yesu. Lile wazo la kuolewa ghafla limepotea ndani yako. Hautamani ndoa tena, hautamani mahusiano tena, kwa sababu adui amekuvuruga. Kwa jina la Yesu, inakurudishia hicho kibali, tunarudisha hicho kibali, tunarudisha hicho kibali, tunarudisha hicho kibali. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema, pokea hiyo neema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mwambie Bwana, ni mwaka mpya ambao umebadilika namba, lakini Mungu haujabadilika, Mungu haujabadilika, Mungu haujabadilika. Tunabadilika kwa miaka, lakini Mungu haubadiliki. Ulikuweko huko na utaendelea kuweko, ulikuweko nyakati za Elia, ulikuweko nyakati za Musa,
usinyamaze. Unaisikia shida, unaweza ukasonga hapa mbele tukaomba kwa ajili yako. Kama iko shida ndani yako, songa tu hapa mbele tukaomba kwa ajili yako. Hebu Mungu hai, kwa jina la Yesu inaruhusu nguvu na uweza Roho Mtakatifu wako bimfunike mtumishi wako, akawe na neema inayotoka kwako, akawe na kibali kinachotoka kwako. Roho ya kuonewa isiendelee kumtawala, akawe na kibali kwenye kazi zake, akawe na kibali kwenye uchumi wake, akawe na kibali kwenye maono aliyonayo, akawe na kibali kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kifungo cha kipepo kisikae. Inatangaza sasa kibali cha kimadhabahu kwenye nafasi uliyompa kwenye familia. Imeinua vita, lakini Bwana apewe hiyo neema itokayo kwako kwa jina la Yesu. Hebu Mungu hai, kwa jina la Yesu Kristo, nyota yake Bwana isizimike wakati wowote, akawa na nuru usiku na mchana. Ule ugumu anaoona ndani yake, ule uzito anaopambana nao usiku na mchana, vile vipingamizi anavyopambana navyo kwa siri na kwa wazi, Mungu ninakusihi vikaondolewe sasa, kama Bwana ulivyoondoa magamba ya miti kwenye macho ya Paulo. Nami ninakusihi kwa neno lako, kwa kuwa ulimtumia Anania akatamka neno juu ya Paulo, naye akaondokewa na giza. Nami ninatangaza kwa neno lako, ni Anania uliyenipa nafasi wakati huu, giza likaondoke, uzito ukaondoke, pando la uharibifu lisikae, akaione neema na bandika mkono tokea utosi, nguvu zako zikamfunike kwa neema ya kumiliki na kutawala. Kammilikishe baraka yako na uwezo wa kimungu ukaketi ndani yake kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, lithibitishe neno lako kwa ajili ya mtumishi wako huyu. Wingu lako la utukufu limfunike, mwondoe kila laana inayomfuatilia, mazuia ya kipepo yasikae, vifungo vya kipepo visikae, akawe na neema katika kukua na kuongezeka. Wingu lako likamfunike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Neema yako iwe juu ya mama huyu. Vifungo vya kimila, vifungo vya kiukoo, madhabahu zinazopingana na yeye kwenye mifumo ya uchumi, kwenye mifumo ya kazi, ile giza la kipepo lililokaa kumshambulia, lililokaa kumfunga, inamtangazia akawe na neema, akachanue, akastawi kama mtende. Inamtangazia baraka. Giza toeka, giza toeka, giza toeka, magonjwa toeka katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza hii madhabahu, Bwana akuketishe kwenye nafasi aliyokukusudia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu uliye hai, kwa neno lako ninaachilia nguvu kwa ajili ya mtumishi wako. Nguvu zako Bwana zilizowapa kibali wana wa Israeli kuvuka bahari ya Shamu na mto Yordani, nami ninaomba Bwana hiyo nguvu ikapasue miamba, ikapasue ngome kule ambako hakuna aliweka, zuia asipite. Ninatangaza ni mwaka wake wa kupita, ni mwaka wake wa kuvuka, ni mwaka wake wa kutembea kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho adui amekifunga miaka mingi, amezuia miaka mingi, yale maono aliyokuwa nayo adui ameyachelewesha, zile ndoto alizokuwa nazo adui amezifunga zisitimie. Kwa jina la Yesu ninafungua, kwa jina la Yesu ninafungua, kwa jina la Yesu ninafungua. Urithi mbaya peka kwa jina la Yesu, peka kwa jina la Yesu, peka kwa jina la Yesu, peka kwa jina la Yesu. Naruhusu baraka wende kuketi kwenye nafasi na kurudisha kwenye nafasi na kurudisha kwenye nafasi na kurudisha kwenye nafasi ya kumiliki na kutawala kwa jina la Yesu. Upewe haja ya moyo wako, Bwana akakufungulia malango sawa sawa na haja ya moyo wako, sawa sawa na haja ya moyo wako. Bwana akakufungulia malango, Bwana akakufungulia malango, Bwana akakufungulia malango kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ile nguvu iliyokukalia miaka, ile nguvu iliyokukalia kuzuia kibali chako kwenye ukoo, kwenye familia, ninaamuru sasa, pasuka, 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 pasuka kwa jina la Yesu Kristo. Wewe mema, Bwana akakumilikishe baraka yako sawa sawa na nafasi aliyokuwekea kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu usiyebadilika, uliyekuweko huko na utaendelea kuweko. Asante kwa muujiza umetupa jioni ya leo. Kumbuka yule mama, kumbuka yule baba. Umetupa siku 8 za kuketi hapa. Tunaomba zikawe za faida, zinaomba zikawe za faida. Yule mama aende kwenye nafasi
yule baba aende kwenye nafasi, watoto wake waende kwenye nafasi. Mungu uliye hai, biashara yake ikachanue, biashara yake ikachanue, watoto wake wakachanue, ofisi yake ikachanue, upofu na unyaufu usikae. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, natangaza kwenye hii madhabahu, kwa jina la Yesu pokea, kwa jina la Yesu pokea uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana ukufunike kama kivuli. Bwana kuondolee tauni, Bwana kuondolee magonjwa, Bwana kuondolee roho ya kukata tamaa, Bwana kuondolee roho ya kuchoka, Bwana akakufungulie malango, ile miamba iliyowekwa mbele yako ikapasuka iweze kuvuka, ikapasuka iweze kuvuka kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa yanayokufuatilia, ile kansa iliyokaa, ile presha iliyokaa, ninasemesha. Miguu iliyopoza, ninasemesha. Miguu iliyopoza, mikono iliyopoza, ninasemesha. Uti wa mgongo ulioleta shida, ninasemesha. Hiyo nyonga iliyoleta shida, ninasemesha. Kiuno kilicholeta shida, nyayo za miguu zilizoleta shida, ninatangaza kwa jina la Yesu. Ninapasua hiyo barafu iliyokaa kwenye miguu, ninapasua hiyo barafu iliyokaa kwenye miguu kwa jina la Yesu. Ninapasua hiyo barafu iliyokaa kwenye tumbo, hayo mawe yaliyokaa kwenye tumbo, pasuka yeyuka, pasuka yeyuka, pasuka yeyuka. Hayo mawe ya kipepo yaliyokaa kwenye tumbo lako la chakula, naachilia damu ya Yesu yayeyuke sasa, naachilia moto wa Roho Mtakatifu yayeyuke sasa. Hayo mawe yaliyokaa kwenye kizazi, huo uvimbe uliokaa kwenye kizazi, yeyuka sasa, yeyuka sasa, yeyuka sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Nabariki kila mwanamke aliye mjamzito sahi, nguvu zako Bwana zimfunike. Tunaombea hicho alichobeba, tunaombea hicho alichobeba, nguvu zako zikifunike. Ninakemea kabisa adui asipande uharibifu, adui asipande uharibifu. Ninakemea hiyo roho ya kipepo inayofuatilia alichobeba, inayofuatilia alichobeba kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, paka, 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 achia hiyo baraka kwa ile mama, achia hiyo baraka kwa ile baba kwa jina la Yesu. Niomba kwenye hii madhabahu juu ya watu ambao matumbo yao ya uzazi yamefungwa na nguvu za giza, ninaruhusu sasa, funguka kitovu, funguka kitovu kilichofungwa na nguvu za giza, funguka sasa. Tumbo la uzazi, lango la uzazi uliofungwa na nguvu za giza, funguka sasa, funguka sasa, funguka sasa, funguka sasa kwa jina la Yesu. Ninatangaza yule mama mwenye uchungu aliye karibu na kuzaa, lakini nguvu za giza zinazuia kitu kizuri kuzaliwa kwa jina la Yesu. Ninatangaza sasa, mlango funguka, huyo mtoto azaliwe, mlango funguka, hicho kitu kizaliwe, maana ni baraka, maana ni baraka. Hiyo roho ya mauti inayofuatilia hiyo binti, hiyo roho ya mauti inayofuatilia huyo kijana, hiyo roho ya mauti inayofuatilia hiyo familia haitafanikiwa. Ninafuta kabisa, ninatangaza kwenye hii madhabahu, huyo mama apewe ushindi, huyo mama apewe ushindi, huyo kijana apewe ushindi, mpaka kule ofisini akawa na ushindi kwenye biashara, biashara ya mboga mboga, biashara ya matunda, biashara ya mgahawa, biashara ya hoteli, biashara ya nguo, biashara ya vipuri, biashara yoyote iliyo halali. Baba, ninaibariki kwenye hii madhabahu, ikakue kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema, 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 pokea hiyo neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Bwana tufunike, 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 Roho Bwana tufunike. Tembea kwa yule mama, tembea kwa yule baba, tembea kwa yule kijana, tembea kwa yule mzee, tembea kwa yule yatima, tembea kwa yule mjane, tembea kwa ajili ya kila mtu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila mmoja apewe. Kumbuka watoto wetu, hatujaja nao hii madhabahu, lakini tuko kama mama mkana nayo. Tunaomba ukawakumbuke, tunaomba ukawakumbuke watoto wetu wa kike, wengine ni wakubwa, wengine ni wadogo, watoto wetu wa kiume, wengine ni wakubwa, wengine ni wadogo, lakini tunachoomba madhabahu ikawakumbuke. Madhabahu kwa jina la Yesu Kristo,
tangaza msaada, tangaza msaada kwa ajili ya watoto wako kwa jina la Yesu Kristo. Huyo baba apate msaada, huyo baba apate msaada, huyo kijana apate msaada, huyo mzee apate msaada. Madhabahu ikutetee, madhabahu itetee uchumi wako, madhabahu itetee uchumi wako, madhabahu itetee uchumi wako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Madhabahu ikupe kibali, biashara yako isife, biashara yako ichanue iongezeke, biashara yako ichanue iongezeke kwa jina la Yesu Kristo. Ninabariki wiki hii unayoanza kesho, ikawe na neema, ikawe na baraka, ukaufu usikufuatilie, roho ya masikini isikufuatilie, roho ya magonjwa isikufuatilie, roho ya mauti isikufuatilie, roho ya ukaufu isikufuatilie, roho ya laana isikufuatilie. Ninatangaza baraka kwenye ile ofisi yako, ninatangaza baraka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Falme wa giza, paka, 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 paka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ee Mungu uliye hai, asante kwa neema ya jioni ya leo, maana hao watu hawataishi kama ambavyo adui alitaka, bali wataishi sawasawa na Bwana ulivyokusudia, sawasawa na Bwana ulivyokusudia, sawasawa na Bwana ulivyokusudia. Ee Mungu uliye hai, ee Mungu uliye hai, ee Mungu uliye hai, ee Mungu uliye hai, jina lako litukuzwe, jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya siku 8 ulizotupa kuwepo hapa. Shukuru Bwana kwa ajili ya siku 8 alizoturuhusu kuwa hapa. Shukuru Bwana kwa ajili ya siku 8 za semina hii. Ee Mungu uliye hai, tunakushukuru. Haikuwa kazi nyepesi, haikuwa kazi nyepesi, lakini Bwana umetupa neema kuwa na siku 8 kuketi hapa, kuwa na siku 8 kuketi hapa kujifunza neno lako. Tunajua kabisa adui hakupenda tuzifikie, adui hakupenda tuzitumishe, lakini Bwana umetutetea. Asante kwa ajili ya hizi siku 8, zikazae matunda kwa kanisa, zikazae matunda kwa familia, zikazae matunda kwa ukoo, zikazae matunda kwenye ndoa, zikazae matunda kwenye biashara, zikazae matunda kwa watoto wetu, zikazae matunda kwa neno lako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bariki Bwana maisha yao waliotenga muda na sadaka zao walizoziachilia kwenye hii madhabahu, zikawe na sauti ya utetezi, zikawe na sauti ya utetezi. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, huyu mama atetewe, huyu baba atetewe, sadaka yake ikawe na kelele mbele zako ya kukukumbusha haja ya moyo wake, haja ya moyo wake. Nami ninatangaza kwa jina la Yesu, mama mpele yake yako, mama mpele yake yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Madhabahu isisahau muda uliotoa kuwa hapa, madhabahu isisahau sadaka uliyoiachilia. Ninatangaza kwenye hii madhabahu, Bwana akaikumbuke sadaka ya muda wako, Bwana akakumbuke sadaka uliyoiachilia kwenye hii madhabahu, ile gharama uliotoa kwa ajili ya kazi ya Bwana. Mungu akaikumbuke, Mungu akakukumbuke, Mungu akakukumbuke kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema, pokea hiyo baraka, pokea hicho kibali, pokea hiyo nguvu, pokea kufanikiwa, pokea kustawi, pokea kukua, pokea kuongezeka kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ninakubariki asubuhi ya leo, ninakubariki mchana wa leo, ninakubariki usiku wa leo. Ee Bwana, ninakusihi huyu mtu asiwe na usiku, huyu mtu asiwe na mchana, huyu mtu asiwe na asubuhi, bali kila wakati ikawe ni baraka. Asubuhi na mapema ikawe ni baraka, mchana ikawe ni baraka, jioni ikawe ni baraka, usiku ikawe ni baraka. Adui asipate mwanya wowote wa kumshambulia. Ee Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wewe ni Mungu uliye mwema. Asante kwa ajili ya neema uliyoiachilia kwetu. Ninakushukuru kwa sadaka ya muda uliowapa. Wengine ni mara yao ya kwanza kukanyaga hapa, wengine ni mara yao ya pili, wengine ni mara yao ya tatu, wengine tumeanza nao siku ya kwanza mpaka leo. Ninachoomba Bwana, dinari wapewe, nilichoomba dinari wapewe, kila mmoja aliyekuja hapa apewe haja ya moyo wake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uibariki sadaka tunaenda kuiachilia sahi, ikawe ni dhabihu iliyo hai. Tunachoomba
endelea kutuhudumia na kesho kwa njia ya Roho Mtakatifu wako. Neno lako lisiondoke kwenye madhabahu hii, neno lako likaendelee kufunuliwa sawa sana vile Bwana umetukusudia. Tukija asubuhi Bwana utupe ufunuo, tukija mchana Bwana utupe ufunuo, tukija jioni Bwana utupe ufunuo. Januari hii Bwana utupe ufunuo, mwezi wa pili utupe ufunuo. Kila tukikaribia hii madhabahu Bwana ukaachilie neno la msaada kwa ajili yetu, achilia neno la msaada kwa ajili ya watumishi unaowaweka mbele ya kanisa lako, achilia neno la msaada kwa ajili ya watu wanaokuja kwenye hii madhabahu, wasitoke bila neno la msaada kutoka kwao, maana Bwana wanakuja kukukimbilia ili wasiaibike. Wape neno la msaada la kuwasaidia wanakokwenda. Wameshaambiwa maneno ya kukatisha tamaa, lakini wape neno la msaada la kuwafanya wachanue, wastawi, na nguvu zako Bwana sisi wapungukie. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, utukufu na heshima ni kwako. Nimeomba na kukushukuru. Amen. Mungu akubariki, Mungu akulinde kwa sadaka yako ya siku 8 ya kuwa hapa. Nikukumbushe tu, siku 8 za semina zimeisha, lakini hazijaisha siku za ibada za kawaida. Tunaendelea kesho saa 12 asubuhi na saa 12 jioni, 12 mpaka saa 1 asubuhi, saa 12 jioni mpaka saa 1. Tutakuwa hapa tena siku ya kesho, kuanzia kesho mpaka Ijumaa. Nikukaribisha tena siku ya kesho, lakini pia endelea kuomba ili kile ulichopokea kisipe njiani kabla hakijakupa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Ombea nafasi ulionayo ndani ya familia, ombea nafasi ya mtoto wako, ombea nafasi ya mume wako. Unaweza kumuona mume wako ni tatizo, sio tatizo, ni kwa sababu ya nafasi alionayo kwenye familia yao. Inawezekana unaweza kuona mke wako ni tatizo, sio tatizo, ni kwa sababu ya nafasi alionayo ndani ya familia yake. Cha maana usiache kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hujatoa sadaka yako, uinulie Bwana moyo wako, upokee baraka. Bwana Mungu akubarikie, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani. Amani katika wiki unalolianza kesho, amani katika biashara yako, amani katika familia, amani kwenye kazi zako, amani usafiripo, amani uingiapo na utokapo, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu awabariki sana. Niwatakie siku njema, usiku mwema. Wenzetu watatuongoza kwa wimbo, na kama kuna matangazo machache wenzangu labda wanaweza kuwapa, lakini mimi niwatakie jioni njema.